Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media? Ni siku nyingine tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo. Tunafahamu tunaelekea mwishoni mwa mwaka 2025. Bila shaka unatamani kufahamu mengi katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka. Lakini pia tukujuze kwamba kipindi hichi tuko kimapumziko kwenye ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano mingine ya ndani. Tuko tunapisha kalenda ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Na sisi Tanzania tupo kule tunashiriki michuano hiyo kwa kalenda ya mwaka huu 2025, lakini ndani ya klabu ya Young Africans ilizuka minong'ono mara baada ya kumalizika kwa mchezo wao wa kirafiki dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, lakini ulikuwa ni mchezo wa mashabiki kati ya mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa Young Africans. Umate fedha zilileta maneno kwenye ugawanyaji, kila mmoja akiwa anatamani au akiona mwenzake amemuibia, lakini ni ndani ya klabu ya Young Africans, influencer wa Young Africans. Na leo hii nimekuja kumtembelea miongoni mwa influencer wa klabu Young Africans, sio mwingine ni Captain Kizinga, ambaye yeye alisikika kuonekana kwamba yeye hajapata sawia pamoja na wenzake ambao walitakiwa wapate katika miongoni mwa wale ambao walishiriki katika mechi hiyo iliyopita dhidi ya Wekundu wa Msimbazi. Niko naye hapa, tutaenda kuzungumza naye, lakini pia atamgusia mwanachama ambaye ameonekana kama ni kirusi hivi ndani ya Young Africans, alitoka upande wa Simba. Hivi sasa wengi mashabiki wa Yanga wakimuona kwamba yeye ni tatizo. Ni tatizo kwa namna gani? Basi endelea kubaki na sisi. Mimi ni Binti Po, Imelda Po, nyuma kamera yupo director Moji. Binti Po naenda kuungana na Captain Kizinga. Mambo vipi? Vipi? Namshukuru Mungu. Naona nyie mnataka kumaliza mwaka kwa ugomvi, kugombana. Tuko sawa sasa hivi, tuko sawa. Tuwapongeze sana viongozi wetu. Ali Shaban Kamwe, msemaji wetu bora kabisa huyu pendwa. Mzee wetu mzee Shabani, huyu ni mratibu mkoa. Kuna kaka yetu Lugola, huyu yuko kwenye idara ya wanachama na mashabiki chini ya Ibrahim Samuel mkurugenzi na wajumbe kadha wa kadha. Tuweza kukutana siku ya jana na kwenda kuangalia namna ya kuweza kumaliza tofauti zetu. Kabla tujafika kwenye kumaliza tatizo namna ambavyo ilivyokuwa, kuna mwingine ndio kwa mara ya kwanza labda anafuatilia jukwaa hili, anatamani kufahamu nini ambayo ilikuwa sababu mpaka mlipofika hatua kupatanishwa. Yes, ni kweli kwa yule ambaye alikuwa afahamu mwanachama na shabiki wa Dar es Salaam Africans ambaye alipata kigugumizi katika hili, ilikuwa ni kwamba tuliandaa mechi ya mashabiki, mechi ambayo mara nyingi sisi mashabiki wa Simba na Yanga tumekuwa tukikutana na kuzungumza, tukikutana kwenye vijiwe vyetu sehemu mbalimbali, hatuna magomvi, hatuna chuki, hatuna nini. Tumekutana kwa lengo la kutengeneza umoja wa kuisapoti timu yetu ya taifa, ambayo tulikuja tukatengeneza umoja huu ambao unaitwa Tanzania Influencers Supporters ya timu ya taifa. Baada ya kuwa tumekutana kwa lengo la kuisapoti timu ya taifa, tutengeneze umoja huu, basi katika vile vikao vyetu vya ndani tuliamua kujadili ya kwamba ili kulipush swala letu la umoja huu, basi tuandae mechi ya mashabiki ambayo itabeba mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, lakini ndani yao wapo mashabiki wa Azam pia. Mechi ambayo itakuwa ina hisia kubwa kwa sababu dabi ya Simba na Yanga haijawahi kuwa ndogo. Kwa hiyo tulijaribu kulipambania hilo jambo na likaenda mbali zaidi. Wengi wakaliona, tukawaomba wasemaji wetu wakatusaidia kulipushi, na lile jambo likamfikia mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya Ilala akalishikilia jambo lile, akatusapoti. Kwa hiyo kiukweli lilikwenda vizuri sana na likafikia hatua kubwa mno. Watanzania wengi wakalipenda, wakatamani kuona namna gani Kobisi atakaa golini. Kobisi yuko golini. Ile ni mechi ya mashabiki wale ambao tunasema mashabiki wenye mvuto. Wale mashabiki ambao wamekuwa wakimzungumzia Prince Dube, namna anavyokosa nafasi, Elim Panzu namna anavyogongesha miamba, sijui nani kachoma nani hajachoma, na wao waende wakaone ile shughuli wanaokuwa wanaifanya wale wanaume uwanjani, na wao wakaione. Ilikuwa inawahusu mashabiki wenye mvuto, wale mashabiki tunasema wanaopata nafasi ya kuzungumza mitandaoni mara kwa mara. Ukamuone Kisugu akicheza pale, ukamuone JB64, ukamuone Kizinga, ukamuone Godi, ukamuone Baraka Yanga wakicheza, ukamuone Mandala hivyo. Lakini wakati tukiwa kwenye maandalizi ya mazoezi hapa na pale, siku ya Jumamosi kuelekea siku ya mwisho, siku ya mwisho ya mchezo, tumefanya mazoezi ya mwisho katika eneo la Msimbazi Center.
tukahamishiwa tukahamishiwa wapi? Tukahamishiwa Kines. Pale tuliwakuta watu wa Simba wakifanya mazoezi wamemaliza, na sisi tukaingia. Wakati tukiwa kwenye ile maandalizi ya ile mechi, tulikuwa hatujui kama tutapata kitu chochote kile, kwa sababu tulikuwa tunakwenda kama mechi yetu wenyewe na mechi ambayo itatuweka pamoja, ambayo haina malipo haina yoyote. Lakini tumpongeze sana rais wa Dar City, alikuja mazoezini, naye ni miongoni mwa watu ambao walivutiwa sana na ule mchezo wa dabi ya mashabiki. Alikuja mazoezini akafurahi na akakaribishwa na msemaji wetu. Tumepata mgeni atusalimia, akatusalimia, kisha baada ya hapo akasema, jamani, na waahidi mtatoa shilingi milioni 20 kwa mchezo wenu wa kesho endapo mtashinda mechi hiyo. Tulifurahi na tulipongeza. Tukasema sasa na sisi tunaanza kula matunda sasa. Tukaanguke viwanjani, lakini tunakula matunda haya hapa. Jamani, tunaenda kufia uwanjani, milioni 20 tuichukue. Akasema kwa kuwapa motisha ya maandalizi, kwa sababu milioni 20 nyingi, takupeni milioni 5 sasa hivi mwende mkafanya maandalizi ya mechi hiyo. Tukasema sasa hapa ndo pa kuingia chimbo sasa. Mwenye ndo mkaanza kununua akina Pacome ku download. Mwenye shehe amlete. Tufanye vitu. Sasa kwa sababu tulikuwa tuna watu wengi wa kiimani, hawakuliruhusu hilo jambo. Bwana, kitu kilichofanyika ilitoka milioni 1 ambayo nimekuwa nikizungumzia sana ya katika zile milioni 4. Peter Baba Yanga kama kiongozi alichukua ile fedha milioni 1 kwa ajili ya kwenda kuandaa taratibu za usafiri wa kututoa pale kambini na kutupeleka uwanjani. Alikwenda kuratibu hilo, na baada ya hapo ile pesa iliyobaki ilikwenda kugawanywa kwa kila mmoja. Unaitwa jina, unapewa jina, unapewa, unaondoka, shughuli kamalizika. Tukaenda kwenye maandalizi ya kwenye mechi. Tukatoka hapo, kuna sehemu nilizungumzia katika malalamiko yangu kuhusu kula, na huko nitakuja. Tumetoka hapo, tumekwenda uwanjani, tumecheza mechi, tumepoteza. Bingwa ile mechi ni Simba, ndio mwenye anayestahili kupata ile milioni 20. Sisi hakuna tunachopata. Lakini kwa huruma na mapenzi yake msemaji wetu, kwa namna ambavyo amekuwa akituthamini vijana wake, basi alituombea kwa rais na vijana wangu wapate japo hata milioni 10. Yule bwana akasema sio wapate milioni 10 na wapa 20 kabisa hiyo hapo. Kwa kakabidhiwa msemaji wetu milioni 20, kachukua kama ilivyo, kampigia simu Nabii Meja kama kiongozi mkuu lile jambo. Nabii Meja alikuwa patikani, basi akachukua ile milioni 20 akampatia na Baba Yanga akiwa na Godi, basi nenda hotelini kawagawie wenzio. Wote hakikisha wamepata kwa maagizo yake. Wote walioshiriki ni jambo kisha wote wafanyaje? Wamepata. Kwa pesa ndio kulikokuja kuleta hiyo tafarani. Kwa hiyo alivyokuja hotelini tulikuwa watu wachache. Kwa sababu tulikuwa watu wachache, kwa ile fedha waliogawiwa pale tukagawiwa 200,000. Kwa hiyo tukaja kupiga hesabu za kwetu sisi za kikawaida, tuko wachache. Kwa nini 200,000? Kumbe ushiriki wetu sisi haukuwa wenyewe. Kulikuwa kuna watu wengine wengi ambao walishiriki lile jambo, na kwa maagizo ya msemaji ilikuwa ni tufanyeje? Lakini mwanzo tulikubaliana kishinda hii mechi tukipata milioni 20, mgawanyo utakwenda kama ifuatavyo. Wale wachezaji 20 walioingia kambini watapata fedha zaidi ya wale ambao hawakuhusika kwa kiwango kikubwa. Sasa tumekosa, kama tumekosa ushindi, ina maana sisi kupewa milioni 20 ya ubingwa sio yetu. Hii iliyotoka msemaji katupambania, kwa alichoamua kukifanya msemaji ni kutoa maagizo kila aliyeshiriki apate. Kwa niseme Allah amlipe sana Ali Shabani Kamwe kwa kila alichokifanya. Ni busara kwamba hichi kilichopatikana nenda kila mmoja afanyeje. Godi pamoja na Baba Yanga waliweza kufika pale wakagawa zile pesa, lakini fikra zetu sisi kama wapambanaji tulihitaji mgawanyo wa ile pesa tuone imekwenda vipi, kwa sababu tulikuwa tunaona tupo wachache. Kwa hiyo kwa nini fedha mgaiwe chache? Kwa nini tugawiwe chache? Kwa hiyo tuliomba, wakati tukiwa tunaomba mrejesho ile fedha, hapo ndipo ulipokuja mtafaruku. Lakini tulienda mbali zaidi kuendelea kuomba, na huku kutokea ile lapsha. Tuwapongeze sana viongozi wetu. Ali Shabani Kamwe alituita wote kwa pamoja akishirikiana na viongozi wetu. Mzee huyo nimetoka kumzungumzia, Mzee Shabani, mratibu mkoa,
viongozi kutoka idara ya wanachama na mashabiki na wengine. Tulisikilizwa pande zote mbili. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana Godi Yanga. Tumia nafasi hii kumpongeza sana Peter Baba Yanga. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya kile ambacho mimi nilikuwa nakizungumzia. Kwa hiyo kile ambacho ulikuwa unakitamani na tayari ambacho walikifanyikisha mkakijua nini ambacho kilifanyika kwenye mchezo huu. Sahihi sana. Mahitaji yangu mimi kama mlinifuatilia vizuri, nilihitaji mgawanyo wa ile pesa vizuri sana. Nilihitaji majina ya wale wote waliopata, kwa sababu tulikuwa tunaamini tuko wachache. Tulitaka kujua, na kwa sababu tayari nilikuwa nina watu takriban 3 ambao walikuwa kwenye malalamiko ya kuto kupata ile fedha. Nimpongeze sana Peter Baba Yanga na Godi. Kwenye kikao cha siku ya jana mbele ya viongozi wetu waliwasilisha yale majina. Yale majina yalipitiwa kila mmoja akishuhudia. Na wote waliokuwa pale kwenye ushiriki tuliwafahamu. Kasoro wale watu 3, ushirikiano wao ulikuwa ni mdogo, kwa sababu kwanza viongozi wetu kuwapata wale watu ilikuwa ni vigumu kutokana na mchezo ulivyomalizika, waliondoka. Kile kilichoendelea walikuwa hawajui. Lakini kwa kuwa mimi ni kapteni wa mashabiki, nasimamia haki za mashabiki na wanachama, niliweza kusimama vyema ili wale watu wapate haki yao. Kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Charles, sasa hivi amekwenda msafiri, amekwenda Lindi. Huyu bwana mdogo alishiriki kwenye ule mchezo na alicheza beki namba 4 na alikuwa kapteni kwenye mchezo ule kipindi cha pili. Bwana mdogo alikuwa kupata haki yake. Lakini kupitia kwenye kikao cha jana na viongozi wale katika uwasilishaji wa majina, wamewasilisha majina 97 kasoro watu 3. Lakini wakati wanawasilisha yale majina walisema tulitakiwa kuwa watu 100. Lakini hapa kuna watu 97. Bado watu 3, na hao watu 3 fedha zao zipo 600. Si umeelewa? Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa napambania haki za wale ambao walikuwa hawajapata. Yule bwana mdogo Charles ambaye yuko Lindi pale nilitoa namba zake, na kupitia ukurasa wake akaonekana na alishiriki. Basi ile fedha ilitolewa pale kupitia kwenye mkono wa msemaji wetu Alishabani Kamwe. Aliweza kumtumia yule bwana mdogo fedha zake, na yule aliyekuwa ndani mule hakupata aliweza kupatiwa. Kwa hiyo ikaenda hivyo. Kwa jambo limemalizika. Jambo lilimalizika. Turudi kwenye mgawanyo kuhusiana na swala la kuhusu kula. Wengi walikuwa tukisema kwamba nikipeleka shutuma kwa Godi Yanga kwamba Godi Yanga ndio alisababisha sisi kupoteza ule mchezo, kwa sababu tulikwenda hatujala ule mchezo, ndio maana Simba wakatufunga. Jamani, unakula majumbani. Katika hilo Godi Yanga amelifafanua jana vizuri sana. Anasema nimeyaona malalamiko ya kapteni kuhusiana na kula. Watu wote walikula kasoro watu 4. Sisi, mimi na wenzangu 3 tulitoka, tulikwenda kwa ajili ya kutengeneza mipango ya ile mechi namna ya kuimaliza, kwa sababu kuna wengi walikuwa hawataki kushiriki kwenye kamati ya ufundi. Wakati chakula kinaletwa nyinyi mko kwenye kamati. Mimi na wenzangu tuliondoka tukaenda kupiga mambo yetu kwa lengo la kuwamaliza wakina Mzalamu wa Simba. Lakini wakati tunakwenda wenzetu huko wanakula. Kuwasiliana, lakini kapteni au unafunika tu kombe Mwaramu asipite. Tunakuja kurudi, ndio kweli huo. Tunakuja kurudi watu wameshakula na wamejiandaa kwa ajili ya kuondoka. Kwa hiyo tukawa tumeondoka. Kwa hiyo tukaja tukamuuliza mtu mmoja akatuingiza chaka. Kama mjala. Nasoro akatuambia Nasoro Yanga. Akasema hatujala bwana. Kwa basi moja kwa moja nikaamini watu wote hawajafanyaje. Kumbe ni sisi watu 4 ndio tulikuwa hatujafanyaje? Hatujala. Kwa hiyo jambo lilikwenda vizuri, na nitumie nafasi hii kuwaondoa hofu wapenzi na wanachama wa Dar es Salaam Young Africans. Kikundi cha Yanga Influencer ambacho wengi walikuwa kilalamika. Hili ni kundi la kusapoti timu yetu ya Yanga kama vilivyo vikundi vingine vya ushangiliaji na kusapoti timu. Ni kikundi ambacho kimebeba watu ambao ni maarufu wanaokuwa wakisapoti timu yetu kupitia mitandaoni. Ni kundi ambalo halipewi hata shilingi 100 mbovu na klabu. Na hapo ndo mliweke sawa, maana baada ya kuanza minong'ono kumbe watu waanza kujua kumbe kusupport Young Africans ukiwa mbele, ukiwa unazungumza mbele ya kamera unalipwa. Ndio hapo tunapotaka kuambia ukweli kwamba wale wote unaowaona wako Yanga Influencer na wamekuwa kisapoti timu hata kwenye mitandao ya kijamii, hakuna hata mmoja anayelipwa pesa. Hakuna fedha ya klabu inayotoka kuja kuwasapotia wa watu. Sisi tunasapotiwa na wadhamini ambao tumekuwa tukiwaomba kupitia mitandao, kupitia Kishamba. Nasema kama wewe unapendezwa na kile tunachokifanya sisi,
Yanga Influencer kokote ilipo tupo. Unaweza ukawasiliana na msemaji wetu Ali Shabani Kamwe, nataka kuwadhamini hicho kikundi chenu, kuwasapoti kokote wanapofikia. Hali atapokea udhamini, tutakuwa tunakwenda na kuona Malawi tumepata watu wamekwenda wachache, sio wote. Kwa hiyo tunapata sehemu mbalimbali. Tuhakikishie wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans, lipeni ada zenu, ziko kwenye mikono salama. Viongozi wa matawi, amini tunachowaambia, wengi tulioko mule kwenye kundi la Yanga Influencer tuko kwenye matawi yetu pia. Tuna sapoti kwa gharama ambazo tunakuwa tunapambana wenyewe, lakini pia kusapotiwa na wadhamini. Niwahakikishie wote kwamba kikundi hichi ni kama vikundi vingine ambavyo mmekuwa mkishiriki kusapoti. Yanga haipo kwa ajili ya kukupatia wewe pesa. Yanga inakutegemea wewe uisapoti kwa mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, ulipia ada na kukata kadi yako kama mwanachama kwa manufaa makubwa ya klabu. Jambo la pili, kuhakikisha unanunua jezi na bidhaa zote za klabu ambazo zinauzwa. Jambo la tatu, wewe unatakiwa kulipia viingilio kwenda kushangilia timu yako na kusapoti timu. Haya mambo makuu matatu ndio tunatakiwa sisi kuyafanya, lakini sio sisi kupewa pesa na Yanga. Tuwathibitishie wanachama. Nimepata malalamiko mengi. Kuna ndugu zangu wako Japani wamekuwa wakilalamika kwamba labda huenda wamekuwa wakiona kwamba kutokana na kilichotokea labda hao watu wanalipwa. Hapana, tuwatoe hofu, hakuna tunacholipwa. Sisi tupo kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kapteni, umezungumza vizuri, lakini kabla tujaondoka kwenye hili ambacho kimetokea hivi karibuni, lakini kwa siku ya jana mkakiweka sawa, ndio maana tunazungumza hivi sasa ndani ya Kishamba Media. Tuambie kuhusiana na Nabii Meja. Yeye ni nani ndani ya Young Africans na kwa nini ananyooshiwa kidole sana na mashabiki wa Young Africans kwamba mzizi wa tatizo ulianzia pale? Kwanza kuhusu Nabii Meja, nitumie nafasi hii kusema kwanza na kaka yangu Jimmy Kindoki Mwenezi, ambaye mpaka sasa hivi yuko kwenye masomo yake nchini Marekani. Nimuombe tu kwa heshima sana, hili jambo la Nabii Meja aliache, kwa sababu tulimwona ametoa picha majina ambao Nabii Meja kama miamala imepitia kwake ada hivi kwenye mitandao yake ya kijamii alipost. Ndio maana nasema nimuombe kwa sababu kuna mambo mawili hapa. Kuna Tanzania Influencers, kundi la mashabiki wanaoisupport timu ya taifa na umoja wao, lakini anaingiza swala ya Yanga kwamba Meja kuwa ndani ya Yanga. Nimuombe ile achane nalo kwa heshima sana na taadhima kama kapteni wa mashabiki. Kwa nini? Tazungumzia upande wa Yanga kwanza. Nabii Meja alichagua kuja Yanga kuitafuta furaha. Lakini sio tu kuitafuta furaha, kupata sapoti na kutafuta ongezeko la fans, kwa sababu tunakuwa wakati mwingine tunahitaji mashabiki wa kutusapoti kwenye mambo tofauti tofauti. Anahitaji wafuasi wa kuendelea kumsapoti kwenye namna moja ama nyingine kwa ajili ya pengine na kukuza jina lake. Nabii Meja halipwi na Yanga. Nabii Meja anaisapoti timu ya Yanga kama mwanachama. Nabii Meja ni mwanachama halali wa Dar es Salaam Africans. Turejee kwenye katiba ya Yanga, haimbagui mwanachama. Katiba ya Yanga inamheshimu sana yule ambaye analipa ada, yule ambaye anaichangia klabu kupata mafanikio. Nimwambie Jimmy, wasiliana na idara ya wanachama ambako ulikuwepo wewe. Kuna tawi limefunguliwa japo halijakamilika, limeanzishwa pale Msimbazi Center, ambaye kiongozi wa lile tawi ni Nabii Meja, ambaye mpaka sasa hivi ana watu takriban 60 ambao wamekata kadi zao. Twende mbele turudi nyuma. Nabii Meja watu 60,029 wamepata kadi zao. Ni ngapi? Ni shingapi ameingizia kwenye klabu? Fedha nyingi. Na nilikaa na Nabii Meja nikamwambia, unatakiwa kuonyesha imani yako sana kwa watu wa Dar es Salaam Africans. Fanya yale ambayo yanatakiwa kufanywa kwa maslahi ya Yanga. Licha ya kwamba ameshaanza kuandaa tawi hilo ambalo nalizungumzia, zaidi ya mashabiki 60 wamejiandikisha kupata wanachama, lakini bado wana wasiwasi na ushabiki wake ndani ya Young Africans. Washaanza kumuona kama ni kirusi sasa, licha ya kufanya hayo yote. Ndio maana nitakuja kulizungumzia tatizo hilo linalofanya wao waamini hivyo. Nimuombe pia dada yangu Jessica Manji, kwa sababu alichokifanya yeye alimkosea Meja.
kwa sababu alimwataki Meja na kumshutumu sana kwa sababu ya ile mechi ya mashabiki. Mechi ya mashabiki wale ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kuzungumza mitandaoni, kama tulivyosema, sisi sio wacheza mpira, sisi hatujui. Usichangae mimi kapteni nacheza beki namba 5 baada ya kumrudishia mwenyewe kambani, utanifanya nini? Mimi sio professional ya ile kazi. Nabii Meja ni mchezaji. Nabii Meja umewahi kumuona anacheza timu gani? Kazi yake ile sio kazi yake. Nabii Meja kachukua mpira, na ile mechi ilikuwa ni mechi ya vituko, ukosee ucheke watu waanguke kama alivyoanguka Kobisi. Nabii Meja kwa lengo kula hiyo mechi ndio watu wafurahi. Nabii Meja anapiga Rabona pasi kwa kutaka kutoa pasi na anakuja kutoa pasi, Rabona pasi inakataa, inakwenda anaichukua Dr. Mohamed. Golikipa anatokea ule mpira, kwa hiyo kama ni kosa liko kwa golikipa, sababu golikipa salitokea, salikuwa na maamuzi nayo. Anapiga ule mpira, bounce inakataa, Dr. Mohamed anakwenda kufunga. Lakini mpira umevurugika, watu tunafurahi, muziki unapigwa, mimi nacheza, wengine wanacheza, Nabii Meja anacheza. Basi akaonekana huyu ndio aliyetufanyaje? Aliyotuchoma. Kwa nini usizungumzie faulu ile za goli amefunga Tobias? Kwa hiyo tumwambie hisia ndio ilimfanya akapaniki Jessica kuhusiana na ule mchezo. Kila kilichotokea pale ndio kikaja kuibua yoyote. Tuwaambie kwamba sisi tulikuwa kwenye mchezo ambao wengi wetu hatujui. Yale makosa yasikufanye wewe ukamsakama mtu kiasi hicho. Nabii Meja alichagua kuja huku na taratibu za Yanga alizifuata. Ya kwanza ni kuwa mwanachama. Nimwambie kitu kimoja, Jimmy Kindoki alikuwa kwenye kundi moja na Meja kama Yanga influencer. Jiulize, ilikuwaje? Wana Yanga wapo wengi, ilikuwaje yeye Nabii Meja akawa kwenye kundi la Yanga influencer? Kwa nini aliaminiwa kiasi hicho? Kwa sababu ameona mchango wake na amekuja huku afanye kazi yetu wana Yanga tunayoitaka, na amefanya kazi ya ushawishi wa kuwashawishi watu walipia ada na wafanyaji wakate kadi, na amelifanya hilo mpaka sasa hivi. Msimbazi Center kuna tawi ambalo liko chini yake yeye na wenzake wakina official mume. Kwa hiyo tuambie, nimwambie Nabii Meja, ulichagua kuja huku, unalipa ada, unawashawishi watu wakate kadi, na hapo ulipo unanunua jezi za Dar es Salaam Africans. Endelea hivyo hivyo, endelea kufanya kazi ambayo kule kwenye timu yako ya Simba wameshindwa kuifanya. Nabii Meja alitamani yawe maendeleo ya ulipaji wa ada na kukata kadi kule Simba yanakuwepo, lakini kwa kuwa viongozi wale wa upande wa pili wameshindwa kuona thamani ya rasilimali ya wale watu ambao wako nao, kwamba wanahitaji kulipia ada kwa maslahi ya timu. Kama ameona kule hawafanyi kwa maendeleo ya klabu, amekuja huku, sisi tunahitaji yeye atusaidie kuwashawishi watu waendelee kukata kadi na kulipia ada. Kwa hiyo sasa hivi kila kitu kiko sawa ndani ya kikundi cha influencer ndani ya Young Africans ambao nyinyi ni mashabiki kutoka kwenye matawi mbalimbali. Kiko sahihi na kinaendelea vizuri na kiko chini ya idara ya habari pamoja na idara ya wanachama na mashabiki. Kwa sababu hawa watu ni watu ambao wanatoka kwenye matawi mbalimbali ambao matawi yote yanakuwa yako chini ya idara ya wanachama na mashabiki na pia pamoja na idara ya habari pia. Kwa hiyo tuko kwenye mikono salama. Tuwaambie tu kwamba tunaendelea vizuri, tunajipanga sasa kuelekea Zanzibar. Tuwaondoe hofu ya kutosha viongozi wa matawi, viongozi mbalimbali ambao walikuja kuliona lile likatokea kama taharuki. Tuwaombe radhi kwa pale ambapo mlipo kwa sana. Lengo ilikuwa ni kutaka kuona kwamba kila mmoja anapata haki yake, japo tulitofautiana kidogo na kulifikisha hapo lilipofika, lakini tuwaambie kwamba wote wameridhika na kila mtu ameridhika na kile kilichoendelea. Na kitu kingine kuhusiana na huyo Nabii Meja na huku kupeleka ule umoja wa Tanzania Influencers, ni kikundi cha ushangiliaji cha kuisupport timu ya taifa, kikundi ambacho kiliratibiwa, kilianza tu kama masiara. Unakumbuka, Watanzania wengi wanakumbuka, tulishiriki kwenye hamasa ya timu ya taifa kwenye michezo ya chani. Tulishiriki kwa kiwango kikubwa sana kuhamasisha watu kusapoti, na tulipewa sapoti kubwa pia na msemaji wa serikali Msigwa. Tukafanya vizuri, tukakaa chini tukafikiria kama tuliweza kuisapoti timu yetu ya taifa, kwa nini tusitengeneze umoja ambao tukasapoti? Kwa tulifanya ambao viongozi tuliwateua wa muda wakati bado hatujasajiliwa.
tuliwapata viongozi ambao ni Dr. Mohamed, Nabii Meja, Godi Yanga, Baba Yanga na wengine pamoja na mwenezi wa Azam, tukatengeneza. Usajili umefanyika, umekamilika tayari. Kwa hiyo ile mechi wakati imeandaliwa, kumbuka Nabii Meja yuko upande wetu Yanga, naye ni sehemu ya upande wetu wa Yanga. Kwa hiyo kile kilichotolewa naye kilipita kwenye mikono yake, ambapo ndo balaa huko linakosemekana amewapiga watu. Umeelewa bwana? Kumbuka ile mechi ni mechi ambayo haikuratibiwa na Yanga, ni mechi ambayo ni ya mashabiki, tumeomba sapoti na kile kilichotolewa, kumbuka haikuwa haki yetu. Simba ndo alishinda, lakini msemaji katuombea, na ndio maana alitoa kauli ya kusema kila mtu afanyeje. Kwa hiyo lile tabaka la hawa kikundi hichi ambacho kimeingia kambini kipate, hichi kisipate. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, niwaambie tunaendelea kujenga timu yetu, tunaendelea kusapoti timu yetu. Swala la Nabii Meja wamuache kama ilivyo, sababu wamepelekea taharuki, imefikia hatua mpaka sasa hivi amekuwa na hofu hata kufika klabuni. Lakini sasa sio jambo zuri, kwa sababu Nabii Meja halipwi na Yanga, na Yanga haipo kwa ajili ya kuwalipa mashabiki. Yanga nataka wewe shabiki uipambanie. Sawa sawa. Na yeye anaipambania, tuache kumwataki, tuache hayo mambo. Haya mambo mengine huko ya Tanzania influencers waache, kwa sababu serikali inawasapoti. Kama serikali inawasapoti hiki kikundi cha kushangilia timu ya taifa, wewe unasema nini huko? Acha, kwa sababu utaonekana na wewe pia ni mchochezi. Endelea kukaa Marekani, soma masomo yako, baada hapo rudi nyumbani. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji wa Kishamba Media, ni kapteni wa Yanga Kizinga, tukao tunazungumza naye kuhusiana na kile ambacho kilijiri baada ya mchezo wa kirafiki kati ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi dhidi ya mashabiki wa Young Africans, ikazaa mtafaruko kuhusiana na mgao wa fedha ambazo walipewa kwa ajili ya kusapoti mchezo huo, lakini amesema hivi sasa kila kitu kimekaa vizuri, lakini kuhusiana na swali la Nabii Meja wamwache, yeye ni mwanachama wa Young Africans na ataendelea kuwa mwanachama wa Young Africans na atafanya kile ambacho mwanachama wa Young Africans na influencer wa Young Africans anatakiwa kufanya. Hii ni Kishamba Media, mimi ni binti Po Imeldapo, endelea kusalia na sisi, lakini pia nikutakia maandalizi mema ya kukaribisha mwaka mpya wa mwaka 2026. Kwa hivi sasa sina la ziada.